Umoja wa Wawakilishi wa Wanawake wa Baraza la Wawakilishi Zanzibar UWAWAZA wamesema kutofuata kwa sheria na utaratibu uanzishaji wa vituo vya kulelea watoto ni chanzo cha udhalilishaji kwa watoto hao. Akizungumza katika mafunzo yaliyoandaliwa na taasisi ya SOS huko Chukwani, Zanzibar, mwenyekiti wa umoja huo Dr. Sada Mkuya Salum amesema vituo vingi vinaanzishwa bila kufuata sheria, huku baadhi wa waendeshaji wakikosa uwezo wa kutoa huduma stahiki. Kikubwa wamezungumzia namna gani kumekuwa sasa hivi kuna changamoto za malezi, kwamba watu wengi bila kufahamu athari zinazoweza kutokea kuwapeleka watoto wao katika vituo vya kulelea watoto ambavyo vingi havijasajiliwa, lakini havina makazi mazuri, havina malezi ambayo mtoto anastahili kupata, na kwa maana hiyo watoto wengi wanakuwa kisaikolojia hawawi kama ambavyo tunatarajia kwa watoto wengine ambao wamelelewa majumbani, wamelelewa na wazee wao, wamelelewa na jamaa zao na kadhalika. Sasa hili jambo limetushtua kidogo kuona hali halisi kwa kwetu hapa Zanzibar namna gani sasa hivi kumekuwa kuna utitiri wa vituo vya kulelea yatima, na vituo hivi mara nyingi wale ambao wanawasimamia wanakuwa hawana uwezo wa kuwasimamia kifedha, kwa maana hiyo resources, lakini watoto wengi wanawekwa katika vituo ambavyo mazingira yake si mazuri, hayako rafiki. Chumba kidogo, wanalala watoto 5, 6, 7, 8, na wametuambia study walioifanya wenzetu, wametuambia hata wale watoto katika vile vituo, kwa sababu ya ufinyu wa rasilimali, kwa sababu wameanzisha vituo bila ya kuwa na muongozo wa uanzishaji wa vituo na vitu gani vinatakiwa, wamekuwa baadhi ya watoto vile aidha wanafanyiana udhalilishaji ama wanadhalilishwa. Kwa hiyo tumezungumza leo, na sisi kama wajumbe wa Baraza la Wawakilishi tuna jambo la kufanya. Ni lazima tuhakikishe kwamba tunashirikiana na jamii iliyopo kuhakikisha kwamba kuna mustakabali mzuri wa malezi ya watoto kule wanakokaa. Vituo vinasajiliwa, vituo vinakwenda kukaguliwa, na si tu kila mmoja atakuwa na uwezo au yeye tu atoke katika jamii aseme yeye anaanzisha kituo cha kulelea watoto yatima. Kwa upande wake mkurugenzi mkuu wa SOS Tanzania Bara Thomas Kipingili amesema kuna umuhimu wa wadau kukutana na kujadiliana kwa pamoja kuhusu ustawi wa watoto, huku akisisitiza haja ya kuhakikisha watoto wanapata makazi bora, iwe ni katika familia au vituo vya kulelea watoto hao. Na tumeelezea waheshimiwa waone na kuelewa changamoto ambazo zinatokana na kuwa na makazi, kwa sababu makazi mengine hayana vigezo au hayajafikia vigezo, na changamoto ambazo pia zinazopelekea watoto hawa ambao wanakaa kwenye makazi. Moja ya changamoto kubwa kabisa ni kuwatenga na jamii zao, wanakosa identity, wanakosa ile kuthamini jamii wanayotoka, maana wanaonekana kama walitelekezwa au wametupwa. Wengi watoto hawa wana ndugu zao, aidha hata kama si wazazi wao wa kuwazaa, lakini wanaweza kama ni wazazi baba mdogo, shangazi, bibi, babu. Kwa hiyo tumesisitiza juu ya mkazo wa kuhakikisha kwamba watoto walelewe katika familia. Shida ya mtoto kubwa ni kupata upendo wa familia. Makazi au chakula ni vitu ambavyo vinaweza kusaidiwa hiyo familia inayomlea. Kwa hiyo sisi kama wadau tujiunge pamoja ili tuhakikishe kwamba watoto wanasaidiwa mahitaji yao wakiwa kwenye jamii na familia ambazo wanatoka, kuliko kuwaweka kwenye makao. Naye mkurugenzi wa SOS Zanzibar Asha Salum Ali amesema lengo la mafunzo hayo ni kuongeza uelewa kwa wajumbe kuhusu hali ya malezi mbadala, ikiwa ni pamoja na kufahamu ongezeko la vituo na athari zake kwa jamii. Lengo hasa la kufanya mafunzo haya kwa wajumbe wa Baraza la Wawakilishi ni kuongeza uelewa, lakini kutoa fursa kwa wajumbe. Tunajua wana mambo mengi ya kisera ya kufanya na ya kuendelea, kwa wakati mwingine wanakosa hata kuyajua yale yanayoendelea kwenye taasisi moja na nini. Kwa hiyo tukasema tutoe mafunzo haya waelewe jinsi hali inavyoendelea kwenye masuala ya malezi mbadala.
Na tunapozungumzia malezi mbadala tunazungumzia watoto wanaolelewa na watu wasiokuwa wazee wao wa asili. Na hapa tulilenga hasa kwenye watoto wanaolelewa kwenye vituo vya malezi. Wajue hali halisi inayoendelea kwenye vituo vya malezi, idadi ya vituo vilivyoongezeka na athari pamoja na mazuri yote yaliyoko kwenye vituo vya malezi, lakini wajue kuwa kuna athari kubwa ambayo inapatikana kwa watoto na kwa jamii watoto wanapolelewa kwenye vituo. Na kwa nini tufanye hivi? Tunataka waelewe wao kama watunga sera, waishawishi serikali, moja, kuharakisha review ya sera ya sheria ya mtoto namba 6/2011, lakini pia washawishi viongozi, yani wale wanaotunga sera, mawaziri na wengine, kuangalia hali ilivyo ili kupunguza utitiri wa vituo vya kulelewa vinavyoongezeka Zanzibar na kututoa kwenye maadili yetu ya asili ya malezi. Sambamba na hayo, wajumbe wa kamati hiyo wameeleza kuwa jamii bado inahitaji kupewa elimu kuhusu umuhimu wa malezi ya familia, huku wakisisitiza wazazi hususan baba kutowatelekeza watoto pindi wanapotengana na wenza wao. Kwa hiyo nipenda kutoa wito kwa jamii, hasa hii kwa wanaume, inapotokezea bahati mbaya ndoa imevunjika, basi si busara baba akatelekeza familia, maana yeye akaacha mke, akaacha na watoto. Ni vyema inapotokezea, of course mapenzi yakiisha hakuna ambaye anaweza kurudisha, lakini watoto wanabaki kama kwa ni watoto wa wazazi wote wawili. Kwa hiyo mababa, yani sio mababa, baba wao jukumu lao la kuona wanashughulikia malezi ya watoto wao na siwache mzigo huu kwa wanawake peke yao, kwa sababu baba wengi sasa hivi tunaona kina baba wanakuwa wanaacha mzigo kwa mama peke zao, na wale mama sasa wanakuta wanadhalilika. Sasa kudhalilika kwa ndio wanapita wakaanza kuombaomba, lakini pia kuna watu wanakuwa wanadhalilisha kwa namna tu kusema wanasaidia katika kushughulikia watoto, kumbe sivyo, wanaotumia vibaya. Na baada pengine kisha kumpachika mzigo mwingine, anamjaza ujauzito afa anamtelekeza tena na yeye, unakuta ameingiza mzigo wa watoto kushughulikia jihana. Kwa hiyo niombe sana kina baba washughulikie watoto, lakini vile vile tuombe sana kwamba yani serikali kuiangalia sana hii wizara ambayo inashughulikia watoto, ina mambo mengi sana ya kufanya ili iwe na bajeti nzuri ambayo inaweza kushughulikia, kwa sababu malezi ni ya wote. Na hii wizara ni wizara mtambuka ambayo inafanya kazi na watu wote. Nura Salum, Jai Online TV, wema kwa vitendo. Usisahau kusubscribe, like na kucomment.